walamma kana salahul mujtama'i, na pale ilipokuwa hali ya kutengemaa kwa jamii, tabi'an, hufuata li salahil usar, kutengemaa kwa familia. Kutengemaa kwa jamii huja baada ya kutengemaa kwa familia. Familia na familia na familia, jamii hujenga jamii. Wa kana tarabutul mujtama'i, na ikawa ile hali ya mshikamano wa jamii, natijan, hali hiyo imezalikana min tarabutul usar, kutokamana na kushikamana kwa familia. Wa saadatul usar, na maisha mazuri ya familia, marbutatan, yamefungamanishwa bizawaji, na ndoa. Ihtamma alislamu biamri zawaji, ndio maana pia Uislamu sasa ukatilia pia umuhimu jambo la ndoa, ihtimaman adhima, umuhimu mkubwa kabisa. Uislamu umeitazama ndoa kwa jicho pevu kabisa. Faamara Allah subhanahu wa ta'ala bin nikahi fi kitabe, akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala bin nikahi, suala la ndoa, fi kitabihi, katika kitabu chake. Akaamrisha jambo la ndoa Allah kwenye kitabu chake. Tena kuziangalia hizo amri za Allah juu ya kulizungumzia jambo la ndoa na kuliraghibisha jambo la ndoa kwa watu, Allah ametumia uslubu mbalimbali. Mara atumia uslubu huu ambao ameutaja Sheikh kwenye hii aya, faqala subhanahu fankihu ma taba lakum minan nisa. Sehemu nyingine anahimiza Allah au anaamrisha ndoa kupitia uslubu wa kutaja neema, kwamba miongoni mwa neema zake Allah ni yeye kukujaalieni nyinyi hafida au banina wa hafada. Akajalia ndoa kwamba ni neema kwa kuwa inawaleteeni ndoa banina wa hafada, watoto na wajukuu. Wewe unapenda uwe na watoto, basi kuna kitu kinakuletea watoto. Wewe unapenda uitwe babu uwe na wajukuu, kuna kitu kinakuletea hilo. Kitu gani hicho? Ndoa. Banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Huu uslubu pia huu ametaja ndoa kwamba ni neema, inatuletea haya. Lakini kadhalika kwenye aya nyingine utakuta anairaghibisha ndoa kupitia maneno yake kwamba ndoa hizi ni katika sunna za mitume wenu. Nyinyi si mnawapenda mitume? Nyinyi si ni wafuasi wao? Basi waigeni basi mpaka kwenye hili. walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, hakika ewe Muhammad sisi tumetuma mitume kabla yako, tukawajalia mitume wale waliokuja kabla yako kwamba walikuwa wanawake, na walipokuwa na wake wakapata dhurriya, kizazi. Kwa wanasema ahlul ilm hapa, hii aya inajulisha kwamba ndoa min sunanil mursalina, ni miongoni mwa sunna za mitume. Kwa hiyo ameraghibishwa Mtume Muhammad na yeye sallam awafuate ndugu zake hawa mitume kwenye jambo hili pia, kama ilivyokuja ile aya nyingine kule kwenye An'ami, kawataja Allah mitume na manabii hawapungui 17. Akamwambia Mtume Muhammad ulaika alladhina hada Allahu, alafu akamwambiaje? Fabihudahum iqtadi, hawa ndio walioongozwa na Allah ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio walioongozwa na Allah, na miongoni mwa yale ambao kwamba wameongozwa kwayo kuoa, tuliwajalia wake hawa na watoto. Fabihudahum iqtadi, iga muongozo wao, fuata, pita kwenye nyenendo zao. Harun alikuwa ana madevu alayhi salatu wassalam, alikuwa na ndevu. Aya imetuambia kwenye Qur'an kwamba Harun alikuwa na ndevu. ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil wa lam tarqub qawli, usinivute ndevu zangu ewe mtoto wa mama,
kwamba ala, kumbe alikuwa na ndevu. Aya inasema fabihudahum iqtadi, iga mwongozo wao, na yeye akaachia ndevu alayhi salatu wasallam. Kwa kama walikuwa na wake na watoto, hiyo ni sunna yao. Allah analiraghibisha jambo la ndoa kupitia pia lugha hiyo, bali ameliraghibisha jambo la ndoa kwenye Qur'an subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa ankihul ayama minkum katika suratul nur was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Waozesheni al-ayama, wale wajane miongoni mwenu ambao hawajaoa. Miongoni mwenu ninyi Waislamu watu huru waungwana. Wasalihina, pia na wale wema, min ibadikum, miongoni mwa watumwa wenu. Nyinyi waungwana, waozesheni waungwana, waozesheni pia watwana. Wasalihina min ibadikum, na wema katika watwana wenu, wa imaikum, na vijakazi vyenu waozesheni. In yakunu fuqaraa, kama watakuwa ni mafakiri wana sita kuliendea jambo la ndoa, yughnihimullahu min fadli, Allah ametoa ahadi ya kwamba atawatajirisha, atawafadhilisha katika fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, ahadi. Kwa hiyo ameiraghibisha ndoa pia kupitia ahadi kwamba yeye ndiye anayedhamini jambo la wanandoa, yeye ndiye mdhamini. Na katika hadithi aliyopokea al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum, watu wa aina tatu ni uwajibu aliojiwekea Allah ya kwamba atawapa al-aun, atawaauni, atawasaidia. Katika hao an-nakih alladhi yuridu al-afaf, anayeoa kwa lengo la kujichunga na kujizuia na machafu. Kwa nini unaoa? Najizuilia na haramu. Allah ameharamisha zina, mimi nataka halali ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini unaoa? Nataka nipate watoto ili nitimize fahari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajifakharishe juu ya wingi wa umma siku ya kiyama. Kwa nini unaoa? Allah amesema fankihu ma taba lakum min nisa. Kwa anayeoa kwa lengo la al-afaf, huyu atasaidiwa na Allah. Na Allah amesema, Mtume amesema haqqun ala Allah, ni uwajibu aliojiwekea Allah yeye mwenyewe. Ya Allah, mnafahamu kama anajiwekea mambo ya wajibu, anajiwajibishia yeye mwenyewe. Wa kumwajibishia katika makhluqat hayupo na hatakuwepo, lakini yeye anajiwajibishia yeye mwenyewe katika nafsi yake, kama ambavyo yeye anajiharamishia katika nafsi yake. Yako mambo kajiharamishia, haya ni haramu mimi kuyafanya, yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala, kama vile dhulma. Inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama, nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu na nimeijalia dhulma baina yenu pia kuwa ni haramu. Fala tadhalamu, msidhulumiane, mimi nimejiharamishia dhulma. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, la yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako hamdhulumu yeyote. Kwa hiyo anajiharamishia, anajiwajibishia kwenye Qur'an na katika hadithi. Allah anasema wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ni wajibu juu yetu kuwanusuru waumini, ni jambo la wajibu juu yetu kuwanusuru waumini. Na hii hadithi anasema haqqun ala Allah, manake ni wajibun alayhi. Uwajibu huo kawajibishiwa na nani? Kajiwajibishia yeye mwenyewe, tafaddulan minhu wa ihsana, ni kwa fadhila na ihsani zake yeye subhanahu wa ta'ala, kwamba atamsaidia atakayeoa kwa lengo la kujizuia na haram. Faamara Allah subhanahu wa ta'ala bin nikah fi kitabihi, Allah ameamrisha ndoa katika kitabu chake kwa sigha tofauti na namna mbalimbali kama mlivyosikia. Faqala subhanahu, akasema subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa, oeni ma taba lakum, wale
mtakaowapenda watakaokuwa wazuri kwenu nyinyi, minan nisai, miongoni mwa wanawake. Oweni mathna, wawili wawili, wa thulatha, na watatu watatu, wa rubaa, na wanne wanne. Hapa baadhi ya watu hawatoshelezeki na mke mmoja, kama wanavyosema ahlul ilm wa fasiri wa Qur'an, kwamba ar-rajulu qad la tandafi'u shahawatuhu bil wahida, huenda matamanio yake asiweze kuyakidhi kwa mwanamke mmoja. Fa ubiha lahu wahida ba'da wahida, akahalalishiwa mmoja baada ya mwingine mpaka wanne. Lianna fil arba'i ghunyatan likulli ahad, kwa sababu kwa wanne kuna hali ya kutoshelezeka kwa kila mmoja. Wanasema illa nadr, isipokuwa nadra, yani nadra kwamba huyu mtu hata wanne hawamtoshi, kama alivyosema baadhi ya wafasiri, isipokuwa nadra, lakini kila mwanamume hutosheka na wanawake wanne. Na wala watu wasije kufahamu kama walivyoelewa baadhi ya watu wengine kwamba hapa mathna wawili, wa thulatha ongeza watatu ni watano, wa rubaa watano ongeza wanne ni 9. Kuna watu wanasema haya maneno. Juzi nilikuwa na akhi wangu mmoja maeneo fulani kule Zanzibar, sehemu ya risk tunakula. Akaja rafiki yake mmoja akamwambia, bwana ongeza. Akamwambia wanne wanatosha. Wanne sio wanne bwana, kaisome vizuri ile aya, sio wanne, hamjaelewa. Namsikia anamwambia yule bwana, alimwambia huyo sahiba wangu, hamjaelewa, tafuta wanawazuoni wakuchambulie, sio wanne. Basi kama na mtu anazungumza kwa upeo wake, kaachana naye. Lakini kumbe hii ni akida wako nayo baadhi ya watu kwenye mioyo yao, kama ambavyo kama tutaona hapo baadhi ya maelezo ya wanawazuoni. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema hivi: i'lam anna hadha al-adad, elewa kwamba idadi hii mathna wa thulatha wa ruba' la yadullu ala ibahati 9. Idadi hii wawili, watatu, wanne haijulishi juu ya uhalali wa kuwaoa wanawake 9, kama qalahu man ba'da fahamuhu 'anil kitabi was sunnah, kama ambavyo amelisema hili yule ambaye ufahamu wake umeenda mbali kabisa kukifahamu kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa a'rada amma kana alayhi salafu hadhihi al-umma, akayapuzia yale waliokuwa nayo wema waliotangulia wa umma huu, akaenda nao kinyume. Wazama, na akadai, anna alwawa jami'atun, kwamba wau ni wau jumuishi. Wau hii ni wau jumuishi jami'a, kwa kwamba anakusudia mathna wa thulatha, wawili jumuisha na watatu, manake inakuwa watano. Wa rubaa, watano jumuisha na wanne, wanakuwa ni 9. Wakasema hii wao ni wao jamia, wao jumuishi. Waadada dhalika, na akalitilia nguvu jambo lake hilo, bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nakaha 9, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alioa wake 9, wa jamaa bainahunna fi ismatihi, na akawajumuisha kwa pamoja, wote wako chini ya isma yake na uangalizi wake. Hoja hiyo, kama unaona Allah akataja ngapi idadi hapa? 9. Mtume kaoa wangapi? 9. Na aya nyingine zinasemaje? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mmepata ruwaza njema na mfano mwema kwa mtume wa Allah ya kuiga, muigeni mtume. Anakusanya hii, anachukua na ile, anajumlisha na ile, anatoa jawabu lake. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, walladhi sara ila hadhihi al-jahala, na ambalo limempelekea akafika kwenye ujinga huu. Waqala hadhihi al-maqala, na akasema maneno haya,
aliyesema haya maneno, aliyefika kwenye ujinga huu, ar-Rafidha, ni Mashia wa baadhi ahli adh-dhahir, na baadhi ya ahli adh-dhahir ja'alu mathna mithla ithnain, ukajalia mathna maana yake ni mfano wa mbili, wakadhalika thalath wa ruba, akazijumlisha hivyo zikawa 9. Wa hadha kulluhu jahlun bil lisani wa sunna, na huku kote ni mtu kutokufahamu lugha na kutokuzifahamu sunna, na ni kwenda kinyume li ijma'i al-umma, na makubaliano ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idh la yusma an ahadi min as-sahaba, haikuwahi kusikiwa kutoka kwa sahaba yoyote, wala tabi'in, wala tabi'ina yoyote, mmoja katika matabi'in, annahu jamaa fi ismatihi akthara min 4, kwamba amekusanya katika isma yake na chini yake wanawake zaidi ya wanawake 4. Haijawahipo kusikiwa habari hii, haijawahipo. Hakuna sahaba hata mmoja, ukitoa yule bwana aliyesilimu anaitwa Ghailan ibn Umayya al-Thaqafi, na habari yake ameitaja al-Imam Malik kwenye al-Muwatta na al-Imam an-Nasa'i kwenye Sunan, pamoja na al-Imam ad-Daraqutni katika as-Sunan, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ghailan ibn Umayya al-Thaqafi radhiyallahu anhu, na alikuwa ameslimu na chini yake anamiliki wake 10, ana wake 10 Ghailan bin Umayya. Mtume alimwambia baada ya kuslimu, ikhtar minhunna 4, katika hao 10 uliokuwa nao chagua 4, wafariq sa'irahunna, watakobaki farikiana nao, waache, wape talaka zao. Baki na 10, chagua 4 katika hao 10, alafu watakaobaki 6 hao achana nao. Hili lilitokea kwa huyu sahaba, kaslimu katika mazingira haya kwamba alikuwa na wake 10. Uislamu haukumkubalia aingie na 10. Ikiwa hakuna budi basi abaki na idadi aliyotaja Allah tabaraka taala ya wake 4. Alafu al-Imam al-Qurtubi akawakosoa hawa kilugha kwamba hata lugha ya kusema mathna wa thulatha wa rubaa kwamba inakusudia 2 ongeza 3 ongeza 4, kwamba ina maana kwamba ni wake 9. Hakuna Kiarabu kama hicho katika lugha ya Kiarabu. Waarabu wanakataa lugha kama hiyo, wanamkatalia, hawapendi kumsikia mtu akisema mathalan a'ti fulanan 4, mpe fulani 4, 6, mpe 6, mpe 8, bali wanasema 18, 18. Waarabu wanasema hivyo. Yale matumizi ya kilugha ya Kiarabu ni nadra kumwambia mtu wewe mpe huyu 4, mpe 6, mpe 8. Wanasema mpe 18, mpe 18. Ndio matumizi ya lugha ilivyokuja. Haijawahipo kusikia Waarabu wakasema kinyume na haya. Na ndio maana wanazuoni, kwa mtu ambaye anajitoa ufahamu, ameshaelewa kusudio la Allah, lakini anataka kuendana na matamanio yake, kwamba hapo 9 bwana, kwa sababu ana matamanio yake mwenyewe kaejenga, kuna hukumu kwake yeye mtu kama huyu. Al-Imam Malik na al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhima wanaonelea atakayeoa 5 ilhali anao wake 4 apigwe mijeledi ikiwa anajua anachokifanya, mijeledi ya mtu mzinifu. Na al-Imam Zuhri anasema asome mijeledi kama anajua anachokifanya, amejitia watu umajununi asiokuwa nao ili afaidi ulimwengu, yurjamu, apigwe mawe in kana alim, ikiwa anafahamu haya maana. Wa in kana jahila, na ikiwa hakuwa akifahamu, ni jahili, hajui taratibu za dini, amesoma Qur'ani hakuielewa, fa alayhi adna al-haddain, apigwe katika zile hadi 2 za mzinifu, ile hadi yenye nafuu, kwa kuwa alikuwa ni jahil, hajui huyu, apigwe mijeledi 100, pigwe bakora 100. Na yule mwanamke wa 5 ataachanishwa naye, mahari aliyompa atapewa yule mwanamke, alafu wanafarikishwa, hawakutanishwi hawa milele. Hii ndio hukumu ya Kiislamu kwa watu kama hawa.